Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amemtaka naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mawasiliano, Evelyn Munisi, kusimamia kwa karibu masuala ya haki za wafanyakazi, ajira kwa vijana na kuimarisha mahusiano kazini. Rais Samia amebainisha hayo leo Jumatano Mei 6 mwaka 2026 baada ya kuapisha viongozi wateule katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino Dodoma, huku akieleza kuwa Evelyn ana jukumu kubwa la kuhakikisha kazi za Watanzania zinakuwa na staa, haki inasimamiwa na stahili za wafanyakazi zinakwenda vyema kutoka sekta ya umma na sekta binafsi. Dr. Samia amesema pamoja na mafanikio hayo, bado kuna changamoto zilizokuwepo awali katika wizara hiyo ambazo zilihitaji kurekebishwa ili kuhakikisha vijana wanaopata ajira hizo wanalindwa ipasavyo. Sambamba na hayo, Rais Samia amesema alivutiwa na wasifu pamoja na mtazamo wa uzalendo wa kumteua Evelyn Munisi ambaye ni naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mawasiliano. Amesema aliridhishwa na wasifu wa CV ya Evelyn na kuona ana uwezo wa kuisaidia serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Ameongeza kuwa pia alivutiwa na falsafa ya chama cha NCCR Mageuzi. Hata hivyo, Rais Samia amewaapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni katika hafla hiyo iliyofanyika Ikulu Chamwino. Viongozi hao akiwemo Evelyn Munisi kuwa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu wa ajira na mahusiano, Kheri Abduli Mahimbali aliyeteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme EMESA. Wengine ni Balozi Aljabir aliyeteuliwa kuwa katibu wa rais, Mhandisi Peter Mwasalianda aliyeteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, Dr. Jabir Bakali aliyeteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania na Angela Kiziga aliyeteuliwa kuwa mshauri wa rais wa masuala ya jamii. Mimi Eveline Wilbard Munisi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Eveline Wilbard Munisi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelyn. Mwenyewe nilikuwa namsikiliza akiapa ni Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nilikuwa nafuatilia, nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kaka yetu Mbatia kila akisema tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje
tufanye kazi wote huko. Of course sote ni Watanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria. Kwa hiyo Avelina, karibu sana ndani ya serikali. Umeapa kuwa naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, bosi wako huyu hapo, kazi ya ajira na mahusiano. Sasa ndani ya ofisi hii kuna jukumu kubwa la kuhakikisha kazi za Tanzania zinakuwa za staha, haki inasimamiwa, stahili za wafanyakazi zinakwenda vyema kote, sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini la pili, ajira za vijana wetu. Na kama unavyojua, ulivyosikia, tumeanza kutafuta ajira za vijana wetu nje ya nchi. Kwa muda mrefu tulikuwa tunapata hizo nafasi, lakini ndani ya wizara yenu huko kulikuwa kuna mambo yasiyoridhisha. Lakini tumepata, mwaka huu tumeanza kufungua. Tumeshapeleka zaidi ya vijana 7,000 nje, wasimamiwe haki zao, wasimamiwe maagent waliowapeleka vijana nje, haki zao kule na sheria za kazi. Serikali za kule zifate sheria zao, lakini na vijana wetu waende wakafate sheria za watu na stahiki za vijana wetu zipatikane. Eneo la tatu ni mahusiano. Mahusiano kwanza yanaingia kwenye kazi za, sekta ya kazi, kwamba tuna mahusiano ya utatu baina ya serikali, waajiri na waajiriwa. Kwa hiyo tuna mahusiano ya utatu kote, umma na sekta binafsi. Kwa hiyo hili nalo liendelee. Lakini mbali na hapo, nimewapa kazi ya kujenga mahusiano baina ya serikali na makundi mbalimbali. Na najua Evelina, wewe hodari kwenye hili. Wewe hodari kwenye hili. Tumefanya kazi pamoja kwenye vyama vya siasa, nimeona uwezo wako. Kwa najua utamsaidia waziri wako kwenye hili. Katika kazi, jambo kubwa ni kuheshimiana. Nendeni mkaheshimiane. Kila mtu anajua majukumu yake, anajua mipaka yake. Kwa hiyo heshima ndio jambo kubwa katika kazi. Nendeni mkaheshimiane. Lakini jingine ni kuangalia tu kwamba mnakwenda kusimamia wajibu na viwango vya kazi ili nchi ifaidike na ijengeke kwa juhudi zinazofanywa na Watanzania wenyewe kulijenga taifa lao kwa kasi tunayoitaka. Upande wa pili, kama nilivyokuambia, mkasimamie haki ya wafanyakazi, lakini na haki zingine. Aisha Charles, Tifu TV.